السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, tukiwa tunaendelea na darasa yetu ya sira, kitabu Khulasatu Nuril Yaqin, historia ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na leo hii tunasoma sira nambari 45 katika kitabu chetu hiki cha juzu ya kwanza, ambacho kichwa habari kinasema an-nuzulu bi Quba'in, kufika mtume Quba. Yani Quba ni mji ndani ya Madina, ni eneo. An-nuzulu bi Quba'in, kufika mtume katika eneo la Quba. Awwalu masjidin bunya fil Islam, au bana fil Islam. Awwalu masjidin bana fil Islam, msikiti wa mwanzo aliojenga katika Uislamu. Na mtume sallam alijenga msikiti huo. Unaweza kutamka pia awwalu masjidin bunya fil Islam, msikiti wa mwanzo kujengwa katika Uislamu. Katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam, huo ndio msikiti wa kwanza. Wasalla rasulu sallallahu alaihi wasallam, alifika mtume rehma na amani ziwe juu yake, Qubaan, katika eneo la Quba, fil yawmi thani, katika siku ya pili, min Rabi'il Awwal, ya mfunguo 6. fil yawmi thani, siku ya pili, min Rabi'il Awwal, mfunguo 6, almuwafaqu, yenye sambamba au sawasawa na almuwafaqu, sawasawa na 30 min September, tarehe 30 September, tarehe 30 September, ambayo ilikuwa ni sanat 622, mwaka 622 miladia, kwa tarehe ya kalenda ya kisekula au ya Kikristo. Baada an makatha 13 sana, baada ya kukaa miaka 3 mtume sallam, mudayyiqan alayhi, katika hali ya dhiki kwake, fi Makka, katika mji wa Makka. Baada an makatha, baada ya kukaa 13 sana, miaka 13, afwan 13 sana, miaka 13, mudayyiqan alayhi, hali ya kuwa na dhiki juu yake, fi Makka, katika mji wa Makka. Maana alikaa mtume sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Makka kwa dhiki, kwa shida, kwa tabu sana, miaka 13 hiyo. Mamnuan, akiwa ni mwenye kuzuiliwa, min aljahri bid'awa, kulingania kwa dhahiri. Mamnua, mwenye kuzuiliwa, min aljahri bid'awa, kulingania kwa dhahiri. Alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam anazuiwa, anapata tabu kulingania, kutangaza Uislamu kwa dhahiri. Kwa hiyo ndipo mtume sallam kafika, aliondoka Maka kaelekea Madina, amefika katika eneo la Quba. Waqad aqama bi Quba'in, alikaa Quba, eneo la Quba, 22 laila, ni siku 23. Alikaa pale kwa siku 23, baina ashabihi, baina ya masahaba zake, min almuhajirin wal ansar, miongoni mwa muhajirina na ansar, wale masahaba wa Maka na Madina. Aminan, hali ya kuwa na amani, mutmainna, hali ya utulivu. Aminan, hali ya kuwa na amani, mutmainna, hali ya kutulizana, hali ya utulivu kabisa. Waqad bana fi tilka almudda, na alijenga katika muda huo, masjida Quba'in, msikiti Quba. Waqad bana fi tilka almudda, na alijenga mtume sallallahu katika muda huo, masjida Quba, msikiti Quba, alladhi, msikiti ambao wasafahu Allahu, aliusifu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, bi annahu, kwa kuwa kwake, masjidun, msikiti, usisa ala taqwa, ulioanzishwa kwa uchamungu. Bi annahu, kwa kuwa kwake, au kwa sababu msikiti huo, masjidun, ni msikiti ambao usisa ala taqwa, ulianzishwa kwa uchaji Mungu. Msikiti wa kwanza mtume sallallahu alaihi wasallam aliujenga pale, na ukawa ni msikiti ulioanzishwa watu wakiwa na hamasa ya khair ya dini yao na Mungu wao, na mahaba na dini yao. As'ilatun, maswali. Mata wasala ar-rasulu Quba, wakati gani alifika mtume sallallahu alaihi wasallam Quba? Kam sanatun, mwaka gani? Aqama bimaka, alikaa Maka.
kam sanat, miaka mingapi? Aqama Baka, alikaa Maka. Kam laylatan, ni siku mingapi? Makatha bi Quba, alikaa pale Quba. Madha amila fi tilka almudda, alifanya nini katika muda huo? Naam, alkhulasa, tufupisho. Fi thaniya min Rabi' al-awwal, katika siku ya pili ya Rabi' al-awwal mfungo 6, wasala, walifika. Yani hapa kumuthanna wili, wasala maana walifika Mtume sallam na Abubakar Quba, pale Quba, aminina, kwa amani kabisa. Waqama fiha, na walikaa pale Quba 22 laila, ni siku 23. Bana nabiyu, alijenga Mtume sallallahu alaihi wasallam fi athnaiha, katika masiku hayo, masjida Quba, msikiti Quba. Masjidu usisa ala taqwa, msikiti ulioanzishwa kwa uchaji Mungu. Inshallah sira yetu ya leo itafikia hapo. Mwenyezi Mungu tujalie mapenzi ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, tupate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, na kazi kubwa iliyofanywa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika tabu na hali ngumu, basi kwetu sisi iwe ni motisha na iwe ni hamasa kuupeleka mbele Uislamu na kufanyia kazi. Allah tujalie tukutane naye bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi tawfiq, hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.